Huu ni mradi ambao ni wa miaka 10. Ni mradi ambao utagharimu fedha za Kimarekani dola milioni 174.36. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni moja ya maeneo muhimu sana, kwani inategemewa sana na wananchi na Watanzania wengi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa upatikanaji wa fedha hizi. Lakini tunashukuru kwamba leo hii mradi huu sasa unakwenda kuanza, na hii ni workshop yetu ya kwanza ya kuzindua mradi huu. Jawapo tutakapokuwa tunatoka hapa, sisi wote tuhakikishe kwamba tunakoenda kufanya mradi huu tuzingatie thamani ya fedha. Tuzingatie muda wa mradi. Kama nilivyokwisha kusema, mradi huu ni wa miaka 10. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba muda tulionao tuupange vizuri, ndani ya miaka 10 tukamilishe malengo ya mradi, kupata matokeo chanya kwa wale ambao tunawategemea kufanya kazi hii. Nikimaanisha hapa vijana, wakina mama, lakini na hata wenye ulemavu ambao wamehusika watahusika kama wanaonufaika na mradi huu. Ni vyema sana tukahakikisha kwamba tunawapa matokeo chanya. Sisi kama Wizara ya Kilimo Zanzibar tumejipanga kuona kwamba tunafanikisha swala hili, hasa kwa sababu ni sehemu ya mradi huu. Na moja kati ya mambo ambayo tumejipanga ni kuona kwamba wale ambao tunao kunako listi yetu, kwa maana wafugaji wadogo wadogo, tunaanza kuwafuatilia tangu leo mradi unapoanza, tuweze kuona jinsi wanavyokuwa katika sekta hii na tuone mabadiliko katika maisha yao. Mradi unalenga pia vile kuangalia vijana ambao wamejiingiza kunako sekta hii ya mifugo, lakini vile na kina mama ambao kwa hivi sasa sio wengi sana, lakini tutatumia nguvu nyingi kuwashajisha na wao waweze kuingia kunako sekta hii ili tuweze kuona mafanikio. Kwa hiyo unaweza kuona miongoni mwa mazao ya mifugo ni zao la maziwa. Kwa tathmini ambayo tumeifanya kwenye mipango yetu ambayo tunasema ni Tanzania Livestock Master Plan, mpango wa miaka 15 ijayo ya Tanzania kuanzia mwaka 16-17 mpaka 30-31, imetuonyesha kwamba miongoni mwa mazao matatu ya kipaumbele kwenye sekta ya mifugo ni mazao ya nyama, maziwa na ngozi. Na ukiangalia nyama inachangia 40% ya pato la taifa, ambalo ni 6.7% ya GDP ya nchi. Lakini maziwa inachangia 30%, na 30% iliyobakia inachangiwa na mazao mengine. Zao la maziwa kwa tathmini tulifanya kufikia mwaka 30-31 inaonyesha kutakuwa kuna upungufu wa maziwa kiasi cha lita milioni 5.8. Kwa hiyo tunatarajia kwamba mradi huu tuna uhitaji, kwa sababu ni mradi ambao utaenda kusaidia sana tasnia ya maziwa ambayo tumekuwa tukisema ina changamoto nyingi, zikiwemo changamoto za uzalishaji mdogo, tuna maziwa kidogo nchini bado hayatutoshi, ikiwemo habari ya masoko ya maziwa, ikiwemo habari ya ukusanyaji wa maziwa yaweze kuwafikia walaji, lakini na kufanya biashara iweze kuwa biashara nzuri itakayoweza kuleta faida kwa wazalishaji na wahusika wote au stakeholders wa tasnia ya maziwa. Kwa hiyo ni mradi ambao ni mkubwa, ni mradi ambao tunataraji kwamba utakapomalizika utakuwa umefanya mageuzi makubwa sana katika tasnia yetu ya maziwa.